Ferrabere. Hili ni tukio moja hapo ambao linamhusisha bodaboda mwanamke na mtu ambaye alienda kuokoa, ambapo naelezwa kuwa vurugu ilikuwa imetokea kati ya dereva bodaboda mwanamke mlevi ambaye kutokea nchini Kenya baada ya mwanamke huyo kukataa kulipa ada ya usafiri. Kulingana na video ambazo imesambaa katika mitandao ya kijamii kama vile IG, Facebook na mitandao mingine, ni kwamba mwanamke huyo alipanda bodaboda bila kuwa na pesa ya kulipa nauli ambayo walikuwa wamekubaliana. Sasa dereva akaanza kumzonga na kutoa zogo kama ambavyo unaona katika video, na bodaboda wenzake pia wakaenda kuingilia kati. Mwanamke huyo akakasirika kwelikweli na akageuka, mwishoni akaanza kumshambulia. Alikichukua kitu na begi lake akaanza kumpiga ili kujihakikisha yeye mwenyewe anakuwa salama na anahakikisha kile ambacho anakidai hawezi kukitoa kwa mtu yule bodaboda ambaye alikuwa amemsafirisha kwa safari hiyo ambayo walikuwa wamekubaliana ndani ya Kenya. Sasa mtu mmoja ambaye unamwona amevaa jezi nyekundu alijaribu kuwatenganisha na kuingilia kati baada ya kuona kwamba mwanamke anapigwa. Sasa na yeye kilichokuja kuja kutokea, na yeye akaishia kupigwa na kushambuliwa katika vurugu hizo. Nadhani video unaweza kuiona vizuri kabisa namna ambavyo anashambuliwa na kupigwa na watu wengine, kwa sababu yeye ameenda moja kwa moja kwa kuhisi ya kwamba mwanamke ndiye ambaye anaonewa kwenye lile tukio, wakati mwanamke ama bodaboda anadai fedha yake apatiwe, na yule mwanamke alikuwa ameelewa kwelikweli kiasi kwamba hata fedha anashindwa kuitoa au ilikuwa hana fedha kabisa. Sasa maoni ni mengi katika mitandao ya kijamii yanamlaumu mwanamke zaidi kwa kuanza tatizo ama mgogoro na kutumia kitu kumpiga mwanaume yule, wakati wengine wanasema dereva alikosea kwa kurudisha kipigo na kuruhusu mapigano kuendelea badala ya kuita polisi au kuishia kwa maneno. Tukio hili linaonyesha athari za migogoro ya nauli katika abiria ama kati ya abiria na watu wa huduma wa bodaboda, hasa wakati wa pombe inapohusika. Mpaka sasa hakuna ripoti rasmi ya polisi ama mamlaka kutokea nchini Kenya ambayo yameelezea kuhusu tukio hili, lakini kwako unaangalia nani ana tatizo zaidi kati ya mwanamke bodaboda na huyu ambaye ameenda kuokoa naye akashambuliwa kwa kupigwa na bodaboda wengine? Kwako unaiangalia kwa namna gani?